Shida unayoona hiyo SACCOS mnayozungumzia, SACCOS ni kutoka katibu, mwenyekiti, wajumbe na nini wanaijadili. Hii haihusiani na mwenyekiti wala bodi, ni swala la kuwe mwenyewe mwanachama, ni mali yako. Na mtazamaji wa Faruku Online TV, huu ni mkutano mkuu wa chama cha msingi cha muungano AMCOS kilichopo halmashauri hii ya manispaa Mtwara Mikindani hapa wilaya hii ya Mtwara, ambapo leo basi wajumbe hao wamekutana hapa kwa lengo la kujadiliana masuala kadha wa kadha. Moja vitu ambavyo pia vimezungumzwa hapa, mapato matumizi ya chama hiki cha msingi, lakini pia moja vitu ambavyo vimezaliwa hapa, wanachama wamejaribu kuhoji kile ambacho kimewasilishwa na chama. Je, hivi vitu ambavyo vimewasilishwa hapa vina uhakiki kwa namna ipi? Tukasikiza kile ambacho kimezungumzwa hapa na baadhi ya wanachama wakihoji kuhusiana na chama chao hiki cha muungano AMCOS kilichopo makao yake makuu hapa eneo hili la Mikindani, hapa manispaa Mtwara Mikindani. Swala la uwazi, na tunapozungumzia uwazi maana yake ni uadilifu. Kwa mfano, mimi naleta korosho, tarehe naandika, korosho zangu zinauzwa, naletewa malipo, lakini hakuna ufafanuzi kwamba ni mnada wa ngapi, zimeuzwa shilingi ngapi, mimi ninastahili kulipwa shilingi ngapi. Kwa hiyo jambo hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kidogo linatukwaza. Sasa sijui kama ni maeneo yote ama ni kituo changu au ni bahati mbaya ya kwangu, lakini nimejaribu kuwasiliana na ofisi yako ili niondoe lile dukuduku kwamba korosho yangu ni mnada wa ngapi, shilingi ngapi. Katibu huyu anakuwa mgumu sana kutoa ufafanuzi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nikuombe ihakikishe bodi yako, sisi hatuna sehemu nyingine ya kupata ufafanuzi, ni kwao. Sasa wanapotukwepa inakuwa sio sawa. Lakini jingine ninachotaka kujua, makato haya tunakatwa, tunaambiwa kwamba kila kilo sisi tunakatwa shilingi ngapi kwa maana ya mkulima, lakini hatujui kwamba haya makato yanakwenda kwenye maeneo gani. Huko mtaani huko michango ni mingi, kwa hivyo ni vyema tungejua kwamba mimi Mchanyambi ninapokatwa shilingi 30 inakwenda wapi na wapi, ili siku nyingine nikikutana na kitu cha aina hiyo niweze kujitetea. Ongeza sana. Mimi ninachoangalia kuhusiana, nilikuwa natoa wazo kuhusiana na jambo haya ambalo matumizi haya yote ni kweli, matumizi mengine yametumika kwa ajili ya hili. Nilikuwa naomba serikali iangalie upya kuhusiana na ile ada au nini ile ambayo ushuru tunaopewa, kwa sababu matumizi mengi ambayo yanatumika hapa narudi nyuma. Naomba Tekmea utusaidie, kwa sababu matumizi yote yale yanatumika yanarudi kwenye serikali. Utakuta natengeneza jinsi sijui nini na nini. Sasa ile chama ili tuendelee, tunaomba turudishe katika hali, mtuhurumie watendaji wakubwa, maana asilia yote ya makusanyo yote ya serikali yanatoka kwenye vyama. Mkishaua tu hata kichwa cha rais kimekatwa, tutaharibu soko, tutakusanya korosho. Sasa tunaomba na kuomba kwa ridhaa waambie turudishe ili tuweze tutekeleze vizuri katika vyama. Swala la wataalamu wa kilimo ukasema utawasiliana na bodi na watu wa manko, lakini serikali kwa nafasi yake imeajiri maafisa ugani wengi na imetoa usafiri na wanaishi kwenye kata zetu na mitaa yetu. Naomba nitumie jukwaa hili kuwaomba watendaji wa kata mliopo hapa, muende mkawahimize maafisa ugani wenu. Kazi iliyowaleta ni kuwahudumia hawa wakulima, hawakuletwa ili wakakae maofisini. Tunaomba watembelee vijiji vyetu, kata zetu, mitaa yetu, ili wawasikilize wananchi hawa, watoe elimu juu ya masuala mazima ya kilimo, ili wakulima hawa wawe na uhakika na wanachokifanya. Lakini kwa upande wetu sisi wakulima, tusikae ndani tu tunakilika. Ukiona una jambo ambalo unahitaji ufafanuzi, ofisi zetu ziko wazi, twendeni tukawafuate ili tupate utaalamu, ili tuwe na kilimo chenye tija. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala lingine liloongelewa ni swala la ujenzi wa ghala. Kwanza nikupongeze kwa namna ambavyo mmekuwa mfano wa kujenga maghala, hali ambayo inaonyesha ukomavu na uhai wa chama chetu. Mmejenga maghala mengi vijijini, lakini wanachama wanatamani kuona ghala kuu pale Kilimahewa, ghala ambalo halitakuwa na usumbufu hata katika kuweka mzigo ama kuchukua mzigo mtu akikodi au sisi wenyewe. Kwa hiyo kwa kuwa liko kwenye mipango yenu, basi muendelee na mipango hiyo, ghala hili lijengwe, na yale ambayo mmejenga ambayo hayajakamilika mfanye hivyo ili korosho zetu ziwe salama zaidi. Mohamed Paratasa
Kwanza nashukuru mkutano wetu umeenda vizuri, haukuwa na matatizo. Nashukuru sana kwa hili. Nawapongeza pia na wajumbe wa bodi. Ninachokiomba katika kilimo, changamoto kubwa katika kilimo, yani katika uzalishaji unakuwa mdogo. Hatuelewi kwa ajili ya madawa, hatuelewi kwa sababu ya nini. Kwa hiyo hilo mimi naliomba lifanyiwe kazi na viongozi wa kilimo. Kwa majina naitwa Ismail Ali Mohamedi almaarufu Lakshari, ni mwenyekiti wa chama cha muungano Mtwara Mikindani AMCOS. Hivi leo tulikuwa na mkutano mkuu hapa wa chama ambao ni chombo cha mwisho kabisa kwenye maamuzi ya mustakabali wa maendeleo ya chama. Pamoja na mjadala mrefu tuliofanya, bado kumeonyesha kuna changamoto nyingi katika utekelezaji wa majukumu ya kilimo, hasa kwa wanachama wa chama cha muungano wa AMCOS Mtwara Mikindani, hususan kwenye zao la korosho. Sasa hivi kuna mazingira yamejitokeza ya mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanapelekea hata ubora wa mazao ya korosho kuwa yanaporomoka kwa kasi zaidi, kiasi kwamba sasa hivi kama vyama vinahitaji, tuna ombi la pamoja kwamba bodi ya korosho ikishirikiana chama kikuu na watu wa utafiti pale TARI wangeunganisha mawazo kwa pamoja kuangalia namna bora ya kusaidia wakulima wa korosho kwa sasa, ili hii ukubwa wa tatizo la upoteaji wa ubora kwa zao la korosho hapa mchini, hasa kwenye zoni hii ya Mtwara Mikindani, iweze kupungua. Kutokea ukumbi huu wa FETA uliopo tarafa ya Mikindani hapa halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani, mimi sana ziada. Naitwa Faruku Munyani. Hii ni Faruku Online TV.